Okay, ndugu wanahabari, mawakili, wanataaluma wa sheria na Watanzania wenzangu, tunawashukuru kwa kujitokeza leo. Tunasimama mbele yenu kutoa taarifa rasmi kuhusu mwenendo wa shauri letu la kikatiba la haki za binadamu lililofunguliwa na mawakili vijana watano wakiongozwa na Joseph Gideon Mkami ambaye ni makamu mwenyekiti wa umoja wa mawakili vijana wa chama cha mawakili Tanganyika TLS, ambaye ni mimi mwenyewe hapa. Na wengine ni Doris Kafuku, Derek Absolum Wakieja, Ibrahim Mcharo na Abduri Said na Umanga. Shauri hili limefunguliwa dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali, msajili mkuu wa mahakama ya Tanzania, shule kuu ya sheria kwa vitendo kwa maana ya Law School of Tanzania, baraza la elimu ya sheria kwa maana ya Council of Legal Education, pamoja na chama cha mawakili Tanganyika, yani Tanganyika Law Society TLS, na mawakili wengine 399 ambao ni wajibu maombi. Mawakili hawa ni wale ambao waliapishwa kati ya Disemba 2025 pamoja na Julai 2026. Na waliapishwa chini ya kifungu namba 16 sub 2, yani kifungu kidogo cha pili cha sheria ya mawakili sura namba 341 marejeo ya mwaka 2023, yani the Advocates Act. Shauri hili tumelifungua katika Mahakama Kuu ya Tanzania Masijara Kuu Dodoma, na linahusu uhalali wa kikatiba wa utekelezwaji wa kifungu hichi namba 16 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya mawakili kama nilivyosema marejeo ya mwaka 2023. Na pia tunataka mahakama iweze kutuambia kuhusu halali wa mawakili hao kuapishwa chini ya kifungu hicho namba 16 sub 2. Kwa hiyo awali ya yote ni muhimu ikatambua jamii ya Watanzania na mawakili na wanataaluma kwa ujumla kwamba shauri hili halina lengo la kupinga watu binafsi walioapishwa kuwa mawakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania chini ya kifungu hicho, wala halina lengo la kuwabagua watumishi wa umma au kundi lolote la watu. Malalamiko yetu yanaelekezwa kwenye mfumo wa kisheria uliowekwa na kifungu hicho pamoja na namna ambavyo umekuwa ukitekelezwa, yani utekelezaji wa kifungu namba 16 sub 2 ya sheria ya mawakili ya Tanzania sura namba 341 kama ilifanywa marejeo mwaka 2023. Kwa hiyo kwa mujibu wa maombi yetu tunaieleza mahakama kwamba kifungu namba 16 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya mawakili kinaanzisha utaratibu wa kipekee wa uapishwaji wa baadhi ya watu pasina kwenda shule ya sheria kwa vitendo kwa maana ya Law School of Tanzania. Kama ambavyo mnafahamu mara nyingi na ilivyozoeleka, watu ambao wanaapishwa kuwa mawakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania mara nyingi wamekuwa ni watu ambao wameenda Law School of Tanzania, wakafanya mitihani, wakafanya internship na kufaulu, na wakishakizi vigezo wataenda kwa jaji mkuu atawaapisha, na baada ya kuapisha sasa watapewa vyeti na kuruhusiwa sasa kuwa mawakili. Lakini kupitia kifungu hichi kuna watu ambao wamekuwa wakiapishwa kuwa mawakili pasina kwenda law school, na huo ndo msingi wa kesi hii ambayo tumeiomba mahakama itupatie tafsiri ya utekelezaji wa kifungu hicho ambacho nimekuwa nikikitaja kwa maana ya kifungu cha 16 sub 2 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya mawakili. Watu hao wamekuwa wakipitia taratibu tofauti za udahili pasina kuwepo na vigezo vyovyote vya kisheria ambavyo vimeainishwa kwamba ndio vitakapotumika kama msingi wa kuwadahili kuwa mawakili. Kwa wale ambao wanaapishwa kuwa mawakili kupitia sheria ya Law School of Tanzania Act, vigezo vipo, ni kwamba lazima uwe umeshajisajili law school na lazima uwe umefaulu mitihani yao. Mitihani ile ambayo tumekuwa tukisikia watu wengi wakilalamikia kwamba wanaenda watu 1000 wanafaulu watu 20. Ndio aina ya mitihani ambayo mimi na wenzangu ambao tunalalamikia hichi kifungu tulioifanya na hatimaye tukawa mawakili. Lakini kupitia kifungu hiki cha 16 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya mawakili, baadhi ya watu hususa watumishi wa umma pamoja na watumishi wa mahakama wamekuwa wakipata nafasi ya kwenda kuapishwa kwa jaji mkuu na kuwa mawakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania pasina kupitia utaratibu wa kwenda law school. Na sio tu kuapishwa, hatujaona kriteria ambazo zimewekwa kwa maana ya sifa, uwazi katika kuapishwa, kwa sababu kifungu kinasema tu watu wanaweza wakaondolewa
ile condition la kwamba ni lazima apite law school. Kwa hiyo sasa ni kupitia msingi huo tunaiomba mahakama itamke mambo yafuatayo. Namba moja, mahakama itamke kuwa utekelezwaji wa kifungu hicho pasina kuwa na vigezo na sifa zilizowekwa wazi ni kinyume na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023. Namba mbili, uapishwaji wa mawakili 399 ambao ni wajibu maombi katika kesi hii, wajibu maombi namba 6 mpaka 404 chini ya kifungu hicho pasina kuwekwa kwa vigezo na sifa ilikuwa ni kinyume na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vile vile. Namba tatu, tunaomba mahakama pia iamuru kwamba mawakili wote 399 ambao ni wajibu maombi namba 6 mpaka 404 walioapishwa chini ya kifungu namba 16 kifungu kidogo cha pili ambacho hakina sifa wala vigezo vyovyote vya kumfanya mtu aapishwe, basi mahakama itamke kwamba waondolewe katika orodha ya mawakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Na mwisho tunaiomba mahakama pia itamke kwamba kigezo cha watu binafsi au watumishi wa umma kuwa mawakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania ni pale ambapo wataamua kwenda Shule Kuu ya Sheria kwa Vitendo kwa maana ya Law School of Tanzania Act. Ni kwa sababu kama nilivyosema hapo awali ni kwamba utekelezwaji wa kifungu hichi cha 16 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya mawakili umekuwa ukiwalenga zaidi watumishi wa umma na kuwaacha watumishi ambao wanafanya katika sekta binafsi. Kwa mfano, kati ya mawakili 399 ambao tumewashtaki hapo na kuwaomba waondolewe ni mawakili 4 tu ambao wanafanya katika sekta binafsi. Kwa hiyo mnaweza mkaangalia kifungu hichi predominantly kimekuwa kikiwalenga na kuwagusa zaidi watumishi walioko serikalini, ili hali watumishi hao walioko serikalini na mahakama wana vigezo sawa na vile ambavyo walivyonavyo watumishi ambao wapo katika sekta binafsi. Kwa hiyo ni hayo tu na haya mengine ambayo tungeiomba mahakama itamke, na tumeona ni vyema tuyaseme mbele ya waandishi wa habari na umma kwa ujumla, ili Watanzania, wanataaluma wa sheria na wanataaluma wengine wajue kwamba kuna haya yanayoendelea. Asante ndugu wanahabari na wananchi kwa ujumla. Mimi naitwa Derrick Absalom Mwakieja, ni wakili wa Mahakama Kuu na zote zilizopo chini yake hapa nchini Tanzania. Napenda kujulisha umma kama alivyotangulia mzungumzaji wa awali kuhusiana na issue hii au kesi hii ambayo tumeweza kuifungua mbele ya mahakama ambayo ni kesi ya kikatiba. Kwa tunapenda kufahamisha umma kuwa shauri hili la kikatiba lenye namba za usajili 18331 la 2026 ambalo tumelifungua mwezi uliopita tarehe 30 Julai, lilikuja kwa ajili ya kutajwa kwa mara yake ya kwanza siku ya jana tarehe 6 mwezi wa 8 pale Mahakama Kuu Masijara Kuu Dodoma, mbele ya majaji wakiongozwa na jaji mfawidhi Tiganga pamoja na Mheshimiwa Jaji Morris pamoja na Mheshimiwa Jaji Ndumbaro, ambao waliweza kusikiliza jaji hili kwenye utajaji wake wa kwanza hapo jana. Katika shauri hili waombaji wote ambao kama tulivyosema awali tupo 5, kwa maana na mimi nikiwa miongoni mwa 5 tulihudhuria shauri hilo pamoja na mawakili wetu kwa ujumla, na kwenye kuhudhuria shauri hili tuliweza kuzungumza au mambo yaliyoweza kufanyika ni kama ifuatavyo. Kwenye upande wa mjibu maombi, wakili wa serikali aliweza kuwakilisha wajibu maombi namba 1 mpaka namba 4 ambao wote hawakuwepo mahakamani, lakini wakili wao alikuwepo. Lakini pia mahakama iliweza kupata tafakuri au nini kilichojiri au nini kinachoendelea kujiri. Hasa sisi kwa upande wetu tuliweza kufanya service kwenye mambo kadhaa. Service kwa upande wa hao respondent wa kwanza mpaka wa 5 ambao wote waliweza kuitikia wito wa mahakama pamoja na kufika mbele ya mahakama hiyo. Lakini pia tulieleza mahakama kuwa hatukuweza kufanya uwasilishaji wa nyaraka za mahakama kwa wajibu maombi namba 1, namba 6 mpaka 404 kwa sababu mbalimbali. Lakini sababu kuu ya kwanza au ambao ni sababu ya msingi ni kwamba watu hao walijumuishwa katika shauri hili kutokana na majina yao yalitangazwa na mahakama katika matangazo waliochapisha kuwa mawakili
chini ya kifungu cha 16 kifungu kidogo cha pili kama ilivyobainishwa hapo awali. Na tukio hili lilifanyika Disemba 2025, lakini pia mawakili walioapishwa Julai 2026 kupitia kifungu hicho hicho. Hivyo binafsi hatuwafahamu mawakili wote hao kwa namba hiyo kubwa niliweza kuitaja 404. Kwa maana hiyo sasa ikatuia sisi vigumu na ugumu katika kuwezesha zoezi la kuwapata watu hao wote 404 kama tulivyosema hapo awali. Kwa ili kuwezesha hilo jambo kufanyika, tukaeleza mahakama kwenye jambo la pili kwamba hatuna taarifa zao binafsi ambazo ni kama anwani za makazi, sehemu zao za kazi au maeneo wanayopatikana, ili kuwezesha kufanyiwa huduma binafsi ya nyaraka za mahakama kuweza kufikia. Lakini tatu ni idadi kubwa ya watu ambao tunadili nao. Kama tulivyokwisha kusema hapo awali, hii ni kesi ya kikatiba, ni kesi kubwa ya kwanza ya mfano wake inayojaribu kutengeneza au kuleta usawa katika haki na taaluma ya sheria. So binafsi kwa kila mmoja wetu aliweza kuona ni namna gani hii kesi ilikuwa ina jambo nyeti namna hii, lakini pia kwa kadiri ya tulivyoweza kujaribu kufanya kwa kimisingi, tuliweza kuona watu hao ni wengi, kwa hivyo hatuwezi kufanya service ya nyaraka kwa muda mfupi tuliweza kupewa, maana tulipewa siku 7 za kisheria kuweza kuwasave hizo nyaraka za kisheria. Tunaita service of summons. Sasa kutokana na mazingira hayo, tuliomba mahakama ituongezee muda ili tuweze kuendelea kufanya jitihada za kuwapatia nyaraka hawa wajibu maombi kwenye shauri letu hili la kikatiba. Na kama tulivyoeleza pale awali, kulikuwa kuna maombi ambayo tuliweza kuyasubmit lakini yalikubaliwa, na maombi yao ilikuwa ni sisi kuongezewa muda wa kuweza kuwapatia hao watu nyaraka. Hivyo basi mahakama ikatoa amri yake kwamba itatuongezea siku 7 zingine kuanzia siku ya jana tarehe 6 mwezi wa 8, kwamba tunaongezewa siku 7 ili tuweze sasa kupata muda wa kusave hizo nyaraka, ambapo itakuwa ni muda wa siku 7 toka jana, na baada ya siku 7 tuwe tumewasave hizo nyaraka. Kwa hiyo tunaendelea na zoezi, mawakili wetu wanaendelea na zoezi la kuhakikisha nyaraka hizo zinawafikia watu husika kwa maana ya summons za mahakama, ili sasa na wao wafike mbele ya mahakama waweze kueleza mahakama ni nini yale sisi tumetaka. Na kama tulivyokwisha kusema pale awali, maombi yetu makubwa ambayo wao wanatakiwa kuja kuyajibia, moja au tumeiomba mahakama na wao wanatakiwa kuja kusema ni kwa sababu gani mahakama isitoe amri hizo. Moja, mahakama itamke kwa utekelezaji wa kifungu hicho hakina vigezo na sifa za kuwapa watu wakili. Lakini kubwa kabisa ambalo sisi tunaliomba au tunazingatia ni tafsiri ya sheria hiyo. Na kama tafsiri ya sheria hiyo itaonesha wazi kwamba haikizi vigezo vya wao kuwa mawakili, basi tunaiomba mahakama iwaondoe watu hao kwenye daftari la uwakili, kwa isiwatambue watu ambao walikuwa mawakili kupitia kifungu hicho mwaka 2025 Disemba, lakini na hao walioapishwa juzi Julai pale Dodoma kupitia kifungu hicho pia wasitambulike kupitia maamuzi ya mahakama hii. Kwa hiyo nadhani kimsingi hayo ndio yaliyokwisha kujiri mahakamani siku ya jana, na hivyo basi tutaendelea na mchakato mwingine ambao utakuwa unaendelea kwa taratibu za kimahakama. Asanteni sana. Ndugu wanahabari, mawakili pamoja na Watanzania wote, jina langu ni Robert Sylvester Majige, ni wakili wa Mahakama Kuu, na katika shauri hili ni miongoni mwa mawakili wanaowawakilisha waleta maombi katika Mahakama Kuu, ambapo jopo la mawakili linaongozwa na mawakili wengi akiwemo wakili John Seka ambaye senior amewahi kuwa wakili, amewahi kuwa rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, lakini pia akiwemo wakili Edison Klatu na wakili Tito Magoti. Tunapenda kusisitiza kuwa katika shauri hili dhidi ya hawa mawakili walioapishwa chini ya kifungu cha 16(2) ni kwamba si shauri la kupunguza hadhi au kushusha hadhi ya mtu mwingine yoyote yule, lakini ni shauri ambalo linalenga kupata mwongozo wa Mahakama Kuu ya Tanzania kuhusu uhalali wa kikatiba wa utekelezwaji wa kifungu hiki. Kwa nini tunaomba hivyo?
Ni kwa sababu siku zote upatikanaji wa mawakili umekuwa ukisimamiwa kwa misingi ya katiba. Tunataka upatikanaji wa mawakili usimamiwe kwa misingi ya kikatiba, ya uwazi na usawa mbele ya sheria na vigezo vilivyowekwa kwa wote. Petitioners ambao wameomba maombi haya katika mahakama, miongoni mwa mambo ambayo wamejiuliza ni kwamba utaratibu huu haujawahi kutumika katika fani nyingine zozote ambazo zinazoheshimika hapa nchini na duniani kote. Miongoni mwa fani hizo ni kama hakuna utaratibu huo unaotumika kwenye kada zingine kama za wahasibu CPA. Yaani mtu anaweza akawa amefanya tu kazi amesoma maybe degree yake ya accounting na kadhalika, then anapewa kupata hiyo professional na practice CPA bila kupata taratibu zilizowekwa. Lakini mbili, hakuna utaratibu huo kwa watu wanaofanya kazi kwenye kada kama za uinjinia. Hakuna utaratibu huo kwa watu wanaofanya kazi kwenye kada kama za udaktari. Kwa sababu tunafahamu ya kwamba madaktari wana vigezo vyao. Mtu ambaye atakayekuwa amesoma, amemaliza ile shahada yake ya udaktari, ni lazima aweze kwenda medical school na kuweza kupata leseni yake ya kufanya kazi kama daktari. Sasa waleta maombi hawa wanajiuliza inakuwaje, kwa nini kwenye kada ya sheria watu wanaweza kuruhusiwa kufanya kazi pasipo kufuata vigezo hivi vya kisheria. Lakini pia mbali na hayo na mambo mengine yote, tumeshuhudia ni kwa namna gani taaluma ya sheria imekumbwa na misukosuko katika kipindi cha hivi karibuni. Miongoni mwayo ikiwemo tumeshuhudia wanafunzi wanaosoma katika shule kuu ya sheria, ambapo miongoni mwao hawa waleta maombi mbele ya mahakama wamekuwa wakiwekewa limitation, ni kikomo cha wao kuweza kufanya mitihani yao ya marejeo, yani supplementary, ambapo kwa mujibu wa kanuni mpya za shule kuu ya sheria ni kwamba ni kwa ndani ya miaka 5 tu. Baada ya hapo watafutiwa usajili wao katika masomo. Sasa ni jambo ambalo kwa umma na kwa wadau wa sheria linapaswa lijiulize. Je, mtu ambaye amekwenda shule kuu ya sheria akasoma mwaka mmoja, akaenda mafunzo kwa vitendo na akawa na somo moja tu, mtihani mmoja tu ambao katika marking na katika assessment walimu wanaona hajatimiza vile vigezo, anapokuwa amaliza miaka 5, mtu huyu atafutiwa usajili wake na atapaswa kurudi tena kusoma upya. Sasa hizo ni kanuni za shule kuu ya sheria. Inakuwaje mtu ambaye hajawahi kwenda shule kuu ya sheria, hajawahi kwenda kusoma au kujifunza mafunzo ya ziada, kuweza kupewa uwakili kwa mgongo wa nyuma na kinyume na taratibu bila kuwa na vigezo ambavyo viko wazi? Lakini pia waleta maombi wana precedent, wana maamuzi ya mahakama ambayo inajaribu kuzungumzia mambo ambayo yanaendana na maombi wanayoyaomba. Katika shauri la Amina Mosha Mwaluko dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali, shauri la kikatiba namba 18331 la mwaka 2025 lilikuwa likipinga kifungu cha 2, 3 na 3 cha sheria ya Tanganyika, sheria ya mawakili Tanganyika, ambapo sura namba 428 na kanuni za mwaka 2023 kwenye tangazo la serikali namba 839 ambazo zilizokuwa zinatoa msamaha kwa watumishi wa umma waliokuwa wana taaluma ya sheria na wamefanya kazi kwa muda wa angalau miaka 10 kuweza kuruhusiwa kuweza kuomba na kupewa uwakili. Katika shauri hili la Amina Mwaluko, mahakama kuu iliweza kutamka wazi ya kwamba kifungu hicho kilikuwa ni kinyume na katiba, na ikawa imekitamka wazi ya kwamba kifungu hicho si halali na kisiweze kutumika tena. Kwa hiyo ni katika muktadha wa haya mambo yote yanayoendelea, waleta maombi hawa wanaiomba mahakama kuweza kuhakikisha inatimiza wajibu wake. Kama miongoni mwa wakili wa waleta maombi, tunaheshimu Mahakama Kuu ya Tanzania na tuna imani kuwa Mahakama Kuu ya Tanzania itatoa uamuzi utakaosaidia kuimarisha usawa na utawala na kuheshimu mchakato wa mahakama, kwa kuwa na kuiachia mahakama iweze kutimiza wajibu wake wa kikatiba katika kuhakikisha inasimamia masuala ya utendaji haki katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wanahabari, ni hayo tu kwa leo. Asanteni kwa kutusikiliza, na kama kuna maswali yoyote tutakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kuyajibu.